Haleluya, mpendwa katika Bwana, kama ilivyo ada, nipo mahali hapa kwa ujumbe wa yeye ambaye ni Bwana anayejibu watu katika siku ya dhiki zao. Ni Mungu wa Yakobo anayewainua watu wake, ambaye anapeleka msaada kutoka patakatifu pake. Jina lake lihimidiwe, jina lake litukuzwe, jina lake lipewe sifa. Ninaweza kudiriki kusema anastahili sifa. Moja kwa moja niweze kumshukuru, kwa maana anastahili heshima, anastahili kupewa sifa na utukufu, kwa kuwa ameweza kunipa majibu pia ambayo yanaleta majibu ya matokeo. Ni majibu yenye matokeo ya kile ambacho mataifa ya Ulaya ama bara ya Ulaya yanakabiliwa nayo kwa sasa, kwa joto kali ambalo linaipiga Ufaransa, Spain, Sweden na maeneo mengine yote. Basi ni vyema uweze kukaa pamoja na mimi kuanzia mwanzo wa kipindi hichi mpaka mwisho wa kipindi hichi, ili tuweze kukujuza yale yaliyobeba siri za moyo wa Mungu, ili upate kujua nini ambacho watu wale wanakabiliwa, na yale yote wanaokabiliwa nayo yamewekwa kwa wakati na nyakati zilizoamriwa. Ndio maana wanakabiliwa au wanafikwa na adha kama hizo, lakini yote yameandikwa ili yatimie kwa kizazi hichi. Basi tuombe. Baba, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema na mwaminifu. Asante kwa kunileta tena mbele ya watoto wako, vijana wa kike na wa kiume, wazee kwa kina baba na wakina mama, ndani ya taifa la Tanzania na nje ya taifa la Tanzania, ambao wamekuwa wakifuatilia jumbe mbalimbali za wakati na nyakati hizi za mwisho. Ninakualika Roho Mtakatifu kwa upya, uungane nami, utumie kinywa hichi, sauti hii, ufahamu huu, ili kuweza kufikisha ujumbe kwa usahihi kabisa wa Mungu kupitia kinywa hichi, nikiwa nimeomba na kuamini ya kwamba imefanyika kuwa ndio na amina. Hii ni sauti ya mtu aliye nyikani, tukiendelea kutengeneza nyikani na tukinyoosha mapito, na bonde likijazwa na vilima vikishushwa, na pale ambapo umepindishwa usijue ya kwamba hayo wanaokabiliana nayo Ufaransa, Spain, Sweden na mabara ya Ulaya kwa adha ya joto ni moja tu ya utimilifu wa malaika wanne aliyemimina kitasa chake juu ya jua ili lipate kuwaunguza kwa moto. Basi baada ya hapo, naomba tuweze kuona kwa uthibitisho wa neno la majira na wakati. Ufunuo wa Yohana 16 itakupa uthibitisho wa neno la ufalme wa Mungu lililoamriwa kwa sehemu ya mataifa na mataifa kukabiliwa na adha hizo. Kwa maana Bwana alinena nami akaniambia, theluthi au robo kwa robo za nchi, kila mtu atapata adhabu au adha au matetemeko au vimbunga ama tufani ama magonjwa kama Ebola, ambao ndani ya Biblia ni tauni. Nchi na nchi, robo ya nchi, theluthi ya nchi. Kwa muda ulikuwa tu utoshi, tungeweza kuona ni mataifa kadha wa kadha ambao ni sehemu ya kutimiliza neno la kinabii lililonenwa na nabii Yohana. Sasa tuende kwenye kitabu hichi kitakatifu cha Ufunuo 16 na ule mstari wa 4, au tukiangalia ule mstari wa 8. Samahani, kumradhi, ni Ufunuo wa Yohana 16 mstari wa 8.
unatuonyesha malaika wanne. Hapa wako malaika 7. Anasema kabisa, ukisoma 16:4, 16:1 anasema nikasikia sauti kutoka mbinguni ikiwaambia wale malaika 7, enendeni mkavimimine vitasa, mkamimine vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu juu ya nchi. Kumbe ni ghadhabu ya nani? Kwa uchukua hilo. Sasa leo niko kwenye malaika wa 4, huyu malaika mwenye wa 4 aliyemimina kitasa chake juu ya jua. Kwa kuna wa kwanza ana kazi yake, ana wa pili ana kazi yake, wa tatu ana kazi yake. Leo ninamuelezea malaika wa 4. Anasema na huyo wa 4 akamimina kitasa chake kwa uthibitisho wa kifungu hichi cha sheria kinavyotenda kazi kwa wakati ulioamriwa. Anasema na huyo wa 4 akamimina kitasa chake juu ya jua, nalo jua likapewa kuwaunguza. Kuwaunguza nani? Wanadamu kwa moto. Hapo Ufaransa, Spain, Sweden na maeneo mengine. Hapa anasema hilo jua, anachosemaje? Akamimina kitasa chake juu ya jua, nalo likapewa agizo. Jua likapewa maagizo, anasema likapewa kuwaunguza. Kumbe Mungu anatoa. Kama unasema nimekupa, kwa Mungu amelipa agizo hilo jua, kwa maana kila kitu ni kitumishi cha Mungu. Hata kunguru alipewa mkate, mpelekee Elia, na hilo jua limepewa agizo liwaunguze wanadamu kwa moto. Ule mstari wa 9 anasemaje? Wanadamu wakaunguzwa maunguzo makubwa. Ndio maana tunaona wanasema joto liko 1%, yani hawajawahi kufikia hali hiyo ya mpaka 43. Joto limepanda mpaka 43%, hata mpaka kufikia 41 wengine. Kwa hapa anaeleza kabisa, wakapewa kuwaunguza wanadamu kwa moto. Sasa walipounguzwa hayo maunguzo, anasema wanadamu wakaunguzwa maunguzo makubwa kwa agizo la jua, kuwaunguza wanadamu kwa moto. Nao wakalitukana jina la Mungu aliye na mamlaka. Kwa nadhani kuna wanaotukana huko Ufaransa, nadhani kuna wanaotukana huko Spain, hayajaandikwa bure, ama Sweden. Lakini wakalitukana jina la Mungu aliyekuwa na mamlaka juu ya mapigo hayo. Yeye ndo amelipa jua, ana mamlaka juu ya vyovyote, ana mamlaka juu ya kitu chochote. Anasema kila mtu aitii mamlaka iliyopo. Kwa hata jua limetii mwenye mamlaka kuliweka hapo juu ya Ufaransa, Spain, Sweden, au katika mataifa yote ya Ulaya. Kwa limetii maagizo ya mwenye mamlaka au mwenye hilo jua au mwenye kuliweka. Maana alisema iwe anga, ikawa. Akasema iwe bahari, ikawa. Akasema iwe mwezi, ukawa. Na liwe jua wakati wa usiku, mwezi utawale, na wakati wa mchana jua litawale. Lakini limepewa kazi kuwaunguza wanadamu kwa moto. Na hao wanadamu walipounguzwa kwa maunguzo makubwa, na tunaona ni makubwa, ambao mpaka tairi za magari zinayeyuka, taa za barabarani zinayeyuka. Mtu anaweza akamwaga hata maji chini, lami ikafanya nini? Ikawa inakausha yale maji kwa sekunde chache au dakika chache. Lakini ni maagizo pia, hilo jua linapowaka kwa ukubwa, hata hiyo lami iwe kama moto. Soma kitabu pia cha uthibitisho huu, unapatikana pia kwenye Isaya 34 mstari wa 9. Anasema vijito vyake vitageuzwa kuwa lami. Lakini hapa sielezei kwanza vijito, nataka nikupeleka. Anasema vijito vyake vitageuzwa kuwa lami na mavumbi yake yatageuzwa kuwa kiberiti. Kwa sidhani kama kuna sehemu ina vumbi huko Spain au Sweden ama Ufaransa
anayekanyaga anasikia ardhi ni kama kiberiti cha moto kilichowashwa. Na hapa anaendelea kusema, na mavumbi yake yatageuzwa kuwa kiberiti, na ardhi yake itakuwa lami iwakayo. Na ardhi yake itakuwa lami inayowaka. Ndio kinachowakuta na kuwakabili watu wa Ufaransa, watu wa Spain, watu wa Sweden, au niseme kwa ujumla katika maeneo kadha wa kadha ya Ulaya. Kwa tusione ni jambo tu la kawaida, ni malaika waliopewa kumimina kitasa katika maeneo kadha wa kadha, na wanapomimina kile kitasa kinapomiminwa ni maagizo yaliyotolewa na Mungu kwamba hilo jua asema likapewa kuwaunguza, likapewa. Sasa ni kama mtu anakuambia nakupa hichi, kakifanyie hivi, nakupa hii fedha kaitumie hivi, au nakupa hichi chakula. Hata kama ukao unajua kwamba unapewa chakula ni kwa ajili ya kula, hata usipopewa maelekezo, lakini jua maandiko anasema likapewa kuwaunguza wanadamu kwa moto. Kwa limemtii mwenye mamlaka. Sasa baada ya kukuambia haya, tuna cha kutazama na kuangalia kwa sisi tulioko Afrika na mataifa mengine ya mabara ya Ulaya, kwa kuangalia hao wanaokabiliwa na hao, si kwamba ni waovu sana, lakini Mungu anajaribu kuongea katika theluthi na robo za nchi kwa kukabiliwa na matetemeko. Juzi tunaona matetemeko, wanadamu wamepoteza maisha. Leo tunaona ni uangamivu juu ya uangamivu. Wazee 1000 wamepoteza maisha kutokana na ili joto linalounguza mataifa. Lakini tuone sababu mojawapo. Mimi nitaongelea tu sababu mojawapo. Ni mengi sana ningeweza kufikisha hapa kwenye huu mtandao, lakini muda hautoshi, na bando pia wakati mwingine linaweza lisiwe linafikisha likakufanikisha wewe unayenifuatilia. Kwa lazima tuende kulingana na ujazo wetu na tuweze kuingiza ujumbe wetu kulingana na YouTube inavyoweza kupokea. Kwa tuone sababu mojawapo zinazopelekea kuadhibiwa na mapigo hayo na Mungu kwa mujibu wa kifungu hichi cha sheria cha Ufunuo wa Yohana 9. Tuangalie, tuone, tutazame, tuangalie vyema Ufunuo 9 ule mstari wa 20. Tuone pia sababu mojawapo zilizopelekea mpaka hilo jua linachoma mataifa kama hayo. Alafu tuangalie, je, sababu hizi, je, mataifa mengine ambayo yanaweza akawa na vitu kama haya yanaweza yakajiona kuwa yako salama, ama ni adhabu gani ambao mataifa hayo yatakabiliana nayo nje ya haya mapigo ya jua? Na tuangalie ni taifa gani ambalo litakuwa na mwenendo wa ili taifa la Ufaransa, Spain, Sweden na maeneo mengine yana tabia kama hizi, na hata kama wajakabiliwa na adha za joto la jua kupewa maagizo, nini mataifa hayo pia yanakabiliwa. Tunaona jinsi ambavyo watu wanasema tu ni mabadiliko ya tabia za nchi, lakini ni mabadiliko ya tabia za watu, ambao sababu hizi ndizo zinapelekea Mungu kulipa jua agizo la kuwaunguza wanadamu kwenye bara hilo la Ulaya kwa moto. Twende kwenye hii Ufunuo 9 mstari wa 20. Anasema, na wanadamu waliosalia
wasiouawa kwa mapigo hayo hawakuzitubia zile kazi za mikono yao. Kumbe kuna watu wanasujudia kazi za mikono yao. Kwa nasema kuna ambao hawajauawa, lakini tunaona kuna ambao wamepoteza maisha. Nasema na wanadamu waliosalia, kumbe kuna watakao salia. Maana aliambia ni robo, theluthi watapigwa kwa matetemeko, theluthi kwa volkeno, theluthi kwa vimbunga, theluthi kwa magonjwa kama Ebola ama Oviko, ambao ndani ya Biblia ni tauni. Kwa anasema na wanadamu waliosalia wasiouawa kwa pigo la kama jua linalowaka Ufaransa, Uspain na Sweden na mataifa hayo ya Ulaya. Anakuambia hawakuzitubia zile kazi za mikono yao. Mungu anataka watubu kwa sababu wanazisujudia. Hapa anasemaje? Hata wasiwasujudie mashetani. Anasema hawakuzitubia zile kazi za mikono yao. Kazi za mikono yao. Mungu ametuumba kwa mfano wake na kwa sura yake, alafu sisi ni kazi ya mikono yake. Lakini kuna watu nao wameumba vitu kwa kazi ya mikono yao na wakawapa wanadamu wakavivaa. Leo Mungu ana kucha alizowapa watu wake. Leo wao wana kazi za mikono yao wenyewe, wamezibandika kwenye kucha zao, kwenye kope zao. Wengine kabisa wameamua kazi za mikono ya binadamu. Unakuta mwingine ameweka labda kalio bandia, mwingine ameweka ipsi hata bandia. Na najaribu tu kuelezea kazi za mikono ya mwanadamu. Leo kazi ya mikono ya mwanadamu ambao hata wanaisujudia, wanatoa na muda kwenda kumpongeza hata aliyetengeneza roboti. Kazi ya mikono ya mwanadamu ambao inakuta inachukua nafasi ya mtu ambaye alitakiwa labda kutekeleza wajibu fulani, akajipatia kipato kulingana na taaluma au talanta au karama Mungu aliweka ndani ya mtu. Robot inachukua, ndo kazi ya mikono ya mtu, inachukua nafasi ya mtu ambaye yamkini alikuwa afanye kitu fulani kinachoweza kumpa maslahi, kinachoweza kumpa mahitaji ya nyumba yake. Kwa haya ni machukizo makubwa. Kwa anasema wanadamu waliosalia wasiouawa kwa mapigo hayo hawakuzitubia zile kazi za mikono. Zipo kazi nyingi za mikono ya mwanadamu, zipo kazi. Nimejaribu tu kuzungumza kwa machache, lakini watu wanajua kazi za mikono ya wanadamu, lakini hawamtukuzi Mungu ambaye amemfinyanga mwanadamu akamkamilisha na akasema wewe ni kazi ya mikono yangu. Leo anasujudiwa au anapewa heshima au anapewa sifa, ambayo ndo sifa hizo ndo kutukuza mwanadamu, kazi ya mikono ya mwanadamu. Tukiwa tunamaanisha pia kuna sanamu, vinyago vya kuchonga, wanasema ndio Kristo, ndio Maria, wanasema ndio mama wa Yesu ama ni mtoto Yesu. Hivyo vitu kama viko kwenye mataifa hayo na mataifa mengine ambayo yanasikia na hajakubiku, basi hata kama sio jua litakalochoma, kuna vitu mataifa hayo yatagubikwa. Kama sio magonjwa, mapigo ya volkeno; kama sio volkeno, matetemeko; kama sio matetemeko, magonjwa; kama sio magonjwa, vita; kama sio vita, njaa; magari yakiwa yanapata ajali, kuwaka moto, ndege. Yote ni majumuisho ya adhabu ya hasira ya Mungu. Tena anasemaje? Hawakuzitubia zile kazi za mikono yao, hata wasiwasujudie mashetani. Manake wale wanaovifanya wanaenda kusujudiwa. Yaani unapompa mtu pongezi au unapoenda ukampa mtu sifa kwamba umetengeneza hii robot ambayo imechukua nafasi ya mwanadamu
ambaye Mungu amemuumba kwa kazi ya mikono yake ukaiona ile ina maana, ni kumsujudia huyo mtu, ni kumtukuza, ni kumpa sifa ambayo Mungu alistahili, kwamba Mungu ameumba watu kwa jinsi ya ajabu na isiyoelezeka, na amewapa akili kuliko hata robot. Leo watu wanakaa kabisa, wanatafuta hata ni nani ambaye amedesign au ametoa wazo la kutengeneza robot, nani ametoa wazo la kutengeneza kucha bandia, hata wafike wakamtukuze, hata wafike wamtangaze, waseme angalia na akili nyingi. Lakini Mungu aliyeweka akili ndani ya mwanadamu, akasomea na taaluma kadha wa kadha, ili aajiriwe, aweze kupata maslahi, aweze kupata kipato cha kukidhi mahitaji yake hapa duniani. Maana Mungu hajamuumba mwanadamu ili amtese. Ndio maana kila mtu amemwekea cha kwake. Huyu atakuwa mwimbaji wa nyimbo za Injili, huyu atakuwa mfumaji wa vitambaa, mwingine wa kudarizi mashuka, mwingine mfua vyuma, mwingine anayepokea wageni, na ni mwanadamu, sio robot. Watu wanasali na robot. Leo ndo inaongoza ibada kwenye mataifa yaliyoendelea. Alafu tunasema teknolojia imekuwa, wakati ndio anguko la dunia, ndio siri ya mpinga Kristo mnyama. Ule mwisho ndio unakaribia. Hilo lisikilize. Anasema hata wasiwasujudie mashetani. Anasema hawakuzitubia zile kazi za mikono yao, hata wasiwasujudie mashetani, na sanamu za dhahabu na za fedha na za shaba na za mawe na za miti, zisizoweza kuona wala kusikia wala kuenenda, wala wakutubia uuaji wao. Manake pia kuna mauaji. Hata unapokuwa hujamwajiri mtu, umeweka roboti pale, ni kumuua mtu. Amesomea taaluma labda ya uendeshaji wa ndege, wewe unatengeneza isiyokuwa na rubani. Amepewa kupokea wageni labda mahotelini, unaweka roboti. Huo pia ni uwaji. Tena asemaje? Wala wakutubia uwaji wao wala uchawi wao. Uchawi ni kuloga. Kuloga ni nini? Ni maneno, kwamba tayari yule aliye mpaka aweze kudesign walikaa kitako, wakanena kwa maneno, wakafunga maisha ya watu wasiajiriwe, wakaweka vitu vya kazi ya mikono ya mwanadamu na sio kuajiri watu wa kazi ya mikono ya Mungu kwenye ofisi na taaluma mbalimbali. Anasema wala uasherati wao wala wivi wao. Manake ni kuiba ajira ya mtu na kumpa roboti, ni kuiba kile ambacho Mungu amemuumba mwanadamu, akaweka kucha bandia ukatengeneza. Huo unaitwa wizi. Katika kitabu cha Kutoka 20 bila kukosea mstari anasema, msifanye sanamu yoyote ya kuchonga mfano wa kitu chochote juu duniani wala juu mbinguni wala kilichomo baharini, mkaja mkavitumikia, mkavisujudia, mkaviheshimu na kuvitolea na sadaka kwenye nyumba za ibada. Na huko anapoelezea kwamba sanamu za dhahabu na za fedha, maanake hawajamfanya Mungu, hawana muda kabisa na ibada, wako busy kwa kile unachokipa kipaumbele mpaka siku ya Bwana. Kama ni Mkristo, siku 6 fanya kazi, siku ya 7 itakuwa ni siku takatifu ya kustarehe katika nyumba ya Mungu. Lakini ikawa wao ndo wanaenda ku spend kwenye makasino, mabaa, au kufanya biashara au kutafuta mali au fedha. Maanake wengine wanatafuta mali masaa 24 kwenye mataifa Ulaya huko. Hiyo ni sanamu ya fedha ambayo ni kazi
ambayo mwanadamu anatakiwa ajue itapita. Kazi itapita. Kwa kile ulichokipa kipaumbele ndiyo Mungu, ndiyo sanamu yako. Kwa Mungu anakuambia, je, mnanitia wivu juu ya kitu kisichokuwa Mungu? Kwa yule aliyekitengeneza ndo unamuona ndiyo Mungu. Mungu mtu unaenda kumpa heshima. Nani aliwahi kumpa Mungu utukufu akamsifia kwa kucha alizomuumba, amuumbia Mwafrika au mtu wa Ufaransa au Uspain au Sweden, ukatoa tu sadaka ukamshukuru Mungu, ukamtukuza Mungu, ukamwambia asante? Lakini kwenda kutoa na kununua kule ni kutoa sadaka ya shukurani ya yule aliyetengeneza kucha bandia, yamkini kope bandia, yamkini robot ili maingilio hata ya kuingia kuangalia. Ile ni sadaka, ni matoleo ya kuingia mahali. Lakini ulishawahi kutoa matoleo ya kumshukuru Mungu na kushukuru, sina cha kukulipa Mungu, kama alivyosema kwenye Ayubu 41:11, ni nani aliyetangulia kunipa? Na anasema mheshimu Mungu kwa mali zako zote. Leo Mungu aheshimiwe hata kwa kumwambia Mungu, na kuheshimu, umeniumba, hii sadaka ama hichi ninachokitoa ni kwa sababu mwanamke au mwanaume umeniumba kwa jinsi ya ajabu na isiyoelezeka. Lakini leo Mungu apewe utukufu na mali zake. Sema mtukuzeni Mungu, mheshimuni Mungu kwa mali zenu zote. Leo Mungu hana heshima na mali zake, bali ndo zinatumika kwenda kusahihisha uumbaji wake, ambao ndio kazi ya mikono ya mwanadamu, na ndicho kinachowakabili watu wanaogubikwa na joto kali katika mataifa ya Ulaya. Nisikilize kwa makini, Isaya 2:8. Hii ni sauti ya mtu aliye nyikani. Nisikilize kwa makini na uone kwamba zama zile za ujinga Mungu alijifanya kama aoni, kila mtu akajiendea njia zake mwenyewe na kuifanya na kuitukuza kazi ya mikono yake mwenyewe na kuiacha kazi ya Mungu ikiwa inaharibika. Utumishi wa Mungu ukienda kwa ugumu na shida nyingi, alafu mtadhani ya kwamba mtakuwa salama. Soma Isaya 2:8, anasemaje? Anasema tena nchi yao imejaa sanamu. Nchi imejaa sanamu, kucha bandia, makalio bandia, ipsi bandia, yamkini na mawiving bandia, yamkini ya kuwauzia Waafrika, yamejaa kwenye hizo nchi. Ina maana hata sanamu ambazo wanasema ni Yesu, Maria wanaosema ni mama wa Yesu, anasema tena nchi yao. Ina maana huko Ufaransa, huko Spain, huko Sweden na mataifa ya Ulaya na mataifa mengine, jifunzeni katika hili. Anasema tena nchi yao imejaa sanamu, huiabudu kazi ya mikono yao, huiabudu. Mungu anastahili kuabudiwa kwa siku hata ya kazi. Unapokuwa umeenda kazini, mtu wa Ufaransa, hata mtu wa Hispania, mtu wa Sweden, ina maana ile kazi, ile biashara, ina maana ndiyo ibada yako, yani ndiyo Mungu wako, umeenda kumtolea ibada. Anasema uiabudu kazi ya mikono yao. Hao mtu aliyeumba kitu, aliyetengeneza kitu kwa kazi ya mikono ya binadamu, unaenda kumsifia. Hiyo ni kazi ya mikono ya mwanadamu, na ni sawa na kufanya sehemu ya kumwabudu ikiwa ni mwanadamu. Anasema hivi, huabudu kazi ya mikono yao, vitu vilivyofanywa kwa vidole vyao wenyewe. Soma vizuri, anasema tena nchi yao imejaa sanamu, huabudu. Isaya 2:8 anasema tena nchi yao imejaa sanamu, huabudu kazi ya mikono yao, vitu vilivyofanywa kwa vidole vyao wenyewe. Vitu vilivyofanywa kwa nini? Kwa vidole vyao wenyewe. Na mtu mnyonge huinama, kwa sababu mtu ule mnyonge ambaye hawezi kudai haki yake, kwamba ni haki zetu, sio sanamu, sio robot ndo isimame kwa niaba ya kupokea waheshimiwa au hudumu mahotelini au kuonyesha maonyesho fulani,
kuta Mungu ameweka kipawa ndani ya mtu. Leo sanamu, kinyago, robot inachukua nafasi ya kuonyesha onyesho fulani. Ina maana mnyonge ameinamishwa hapo na mtu mkubwa ujidhili. Kwa hiyo usiwasamee. Ili ndio neno ambalo kasome vizuri. Ndio maana wanaingiwa kwenye mambo haya. Ona Mungu anavyozungumza. Afu Isaya 2:10 anasemaje? Mtu mnyonge uinama. Afu 10 anasemaje? Ingia ndani ya jabali ukajifiche mavumbini, mbele ya utisho wa Bwana, mbele ya utukufu wa enzi yake. Macho ya mwanadamu yaliyoinuka yatashushwa. Hiyo kazi ya mikono imefanya mwanadamu ajiinue, imefanya mataifa hayo yajiinue juu ya uumbaji wa Mungu na kuwapa sifa waliofanya kazi ya mikono ya binadamu kwa kazi ya mikono yao wenyewe. Utukufu wa Mungu anasema macho ya mwanadamu yaliyoinuka yatashushwa chini, na kiburi cha mwanadamu kitainamishwa, naye Bwana yeye peke yake atatukuzwa. Rina masiko tayara, Mungu atatukuzwa. Saa inakuja Mungu atatukuzwa. Sasa hivi wengine ndio watatukana, lakini mapigo yatakavyoongezekwa, Mungu atatukuzwa kwa kazi ya mikono yake. Mungu ataonekana ndio muumbaji kuliko waumbaji wote, ndio designer wa madizaina wote, alivyomdesign mwanadamu kuliko kucha ulizo design au kopo ulizo design au makalio ulio design au robot au ndege zisizokuwa na rubani au magari ama vitu mbalimbali ambavyo ni mashine yamkini ambazo ni utendaji kazi wa mwanadamu wangetakiwa, lakini mwanadamu akajikuta anarahisishiwa mambo. Unaambiwa rice cooker, unaambiwa nini, yani vitu washing machine, vyote hivi ni kazi ya mikono ya mwanadamu, ambayo yamkini mtu mwingine angekuwa ameajiriwa akafua, angejipatia kipato. Kwa tunaweza tukaona imekuja mambo ya urahisishaji wa kazi, lakini mbele za Mungu ni kiburi. Mbele za Mungu ni kuondoa neno linalosema fanyeni kazi siku 6 na asiyefanya kazi na asili. Kwa kuna watu awali, kwa sababu mataifa kama Spain, mataifa kama Ufaransa, Sweden yameweka vitu mbadala, mashine, vitu mbalimbali ya kazi ya mikono ya mwanadamu, na mwanadamu akakosa kazi, mwanadamu aliyofinyangwa kwa kazi ya mikono ya Mungu. Soma Zaburi 115 na ule mstari wa 4 hadi ile aya 8, anasemaje? Sanamu zao ni fedha na dhahabu. Sanamu zao ni fedha na nini? Na dhahabu. Manake huko kwenye mataifa hawana bize, hawako kabisa, nyumba za ibada hamna, wako bize. Anasema sanamu zao na fedha dhao, sanamu zao ni fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya mwanadamu. Hiyo ni kazi ya mikono ya mwanadamu. Anasema zina vinywa lakini hazisemi. Hizo sanamu hama robot, hata mkifosi kwamba eti zinasalimia, sijui zinatoa sauti gani, ni upuuzi tu, ni kutokufikiri na kutokuwaza kwamba Mungu unakuwa umemweka kwenye kuonekanaje, au Mungu unakuwa umemchukuliaje kutafuta kushindana naye. Anasema zina vinywa lakini hazisemi, zina macho lakini hazioni, zina masikio lakini hazisikii, zina pua lakini hazisikii harufu, mikono 7, mikono lakini hazishiki, miguu lakini haziendi, wala hazitoi sauti kwa koo zake. 8, wazifanyazo wanafanana nazo, kila mmoja anayezitumainia. Ndio maana hata hawataki kujua ni mapigo ya Mungu, wanatukana kwa sababu wanafanana nazo, hawasikii, hawaelewi kwa nini jua linatoa adhabu. Wangepata ufahamu, kwa sababu hata zile sanamu hazina akili na wanafananishwa na watu wasiokuwa na akili, ili hali wanasema watu wa Ufaransa, watu wa Spain, watu wa Sweden, wapi ni watu wenye akili. Mungu anaona ni watu wasiokuwa na akili, na kwa sababu yote ni ya kuabudu, kufanya vitu ya kazi ya mikono yako na kuvisujudia, anaona kunakuwa na akili gani? Yaani kitu ulichokifanya mwenyewe kwa mkono wako ukifanye kuwa ndo Mungu, au kitu kilichofanywa kwa kazi ya mkono wa mwanadamu?
uende ukamtukuze. Lakini kumtukuza Mungu alivyomuumba mwanadamu kwa jinsi ya ajabu, na akasema alikamilisha kazi yake. Leo lazima kila taifa linalosikiliza ujumbe huu lifikiri upya. Huko ni joto la jua. Kwenye mataifa mengine ambayo yana mfano wa tabia hizi au maelekezo haya, hayako salama. Hili ni neno la kinabii, hayako salama. Nahitimisha somo hili kwa utimilifu wa majira. Nahitimisha somo hili la utimilifu wa majira kwa kifungu hichi. Nahitimisha kwa kifungu hichi cha sheria cha Danieli 5 mstari wa 23. Danieli 5 mstari wa 23. Danieli 5:23 inasema, bali umejiinua juu ya Bwana wa mbingu, nao wamevileta vyombo. Naomba nisome vizuri. 5:23 anasema, bali umejiinua juu ya Bwana wa mbingu. Kwa hapo anaelezea wamejiinua juu ya Bwana wa mbingu, wamejiinua juu ya Bwana wa mbingu, nao wengine nao wamevileta vyombo vya nyumba yake mbele yako. Manake vyombo ni watu wake, wameletwa mbele. Na anasema, na wewe na wakuu wako na wake zako na masuria wako wamevinywea, nao umeisifia miungu ya fedha na ya dhahabu. Miungu ya fedha, ya wale ambao wanatengeneza fedha. Kwani Tanzania basi kuna watengenezaji? Huko kwenye mataifa, kila taifa lina watengenezaji wa serafu yao, wa fedha yao. Anasema, wakuu wako na wake zako na masuria wako mmevinywea, mmevitumia. Na hapo anasema, nao umeisifu miungu. Miungu maanake wale watengenezaji fedha ndio wanasifiwa. Watengenezaji wa fedha, mtu anasema tutabadilisha picha ya 500 labda ya Tanzania au 1000 ya Tanzania. Sasa anasema hiyo ndio miungu ya fedha na ya dhahabu na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe, wasioona wala kusikia wala kujua neno lolote, na Mungu yule ambaye pumzi yako i mkononi mwake, na Mungu ambaye pumzi yako i mkononi mwake, na njia zako zote ni zake, hukumtukuza. Anasema yule ambaye Mungu wako ndio pumzi yako. Wewe Faransa, kama upo bara lolote la Ulaya na mataifa mengine, anasema yule Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, anasema wasioona wala hawakusikia wala hawakujua neno lolote, na Mungu yule ambaye pumzi yako iko mkononi mwake, kwa njia zako zote na njia zako zote ni zake. Njia zako zote, njia zozote unazozipita ni za kwake yeye Mungu aliye juu. Hukumtukuza. Na kila njia ambayo unapita unafanikiwa ni zake. Kila njia unaopita unafanikisha jambo lako ni za kwake. Hukumtukuza, bali kwa kupitia adhabu aliyotoa, na ni makosa ya hakika, wameinua vinywa kumtukana na sio kumtukuza na kumwomba msamaha kwa makosa waliyofanya. Asomaye na afahamu neno hili ambalo Roho anena na mataifa yote duniani. Yawapasa kujua kwamba Bwana anena kwa kinywa hichi, kwamba hawakumpa Mungu utukufu wala wakutubia dhambi zao. Wale waliobaki, waliosalia,
wasiuawe kwa mapigo ya joto linalopiga Ufaransa, Sweden na mataifa yote ya Ulaya. Mungu akubariki wewe uliyekuwa nami tangu mwanzo mpaka mwisho. Mwisho wa ujumbe huu ndio mwanzo wa ujumbe mwingine tena, ambao mbingu itakapopenda kunifunulia, kama walivyosema, nimekuja ili nikupe akili upate ufahamu. Danieli aliweza kupata akili, akapata ufahamu kwa neno la Bwana. Mungu akubariki sana. Asante kwa kuwa nami. Amen.